Nitamshuhudia nani kati ulimwengu? Nitamtangaza nani katika dunia hii? Nitamshuhudia nani kati ulimwengu? Ni Yesu Mwana wa Mungu, ni Yesu aliyetenda maajabu, ni Yesu
yake kila siku, kama sikitiko lao shangwe, na amani yake kila siku. Amen.
uwanja wa mabudu yetu. Baba wetu Yesu Kristo, mfalme mwanzilishi wa kazi, unayestahili sifa na utukufu na heshima. Bwana Yesu Kristo, tunasema merci kwa sababu umetulinda na kutuchunga katika mchana mzima. Juma yote Baba, siku zote uko pamoja nasi, tunasema jina lako lipewe sifa. Baba, kama tumefika mahali hapa ni neno yako iko mahali hapa, ndio maana tena tunasogea karibu na wewe. Acha tena useme nasi kupitia neno lako Seigneur Jesus. Cha maana sana utusamehe na uturehemu, ututazame chini ya damu, usituhesabie makosa yetu, sababu ukituhesabia makosa hakuna mahali shimama. Ndio maana Seigneur tunasema utone chini ya damu yako. Acha vipindi vyote utubariki na utushindanie na majaribu na mashida zote za magharibi ya leo. Kupitia neno lako Baba, tutoke hapa na tumesafishwa. Acha yule mmoja tumikisha ni mwanadamu, tunaamini kwamba Mungu ulimtayarisha. Ndio maana Baba tumekuja na mizigo mizito, tunajua kwamba utaendelea kutusaidia. Vipindi vyote viko mbele yetu, tunakabidhi na mikono yako. Ulete anga nzuri na atmosfera nzuri kwa ajili ya wana na binti sasa. Pepo zote, shida zote zishindwe na ziende mbali, sababu Baba, shetani anapoona watoto wako hapendezi nao. Ndio maana mkono wako wa baraka ushuke na ufanye kazi katika jioni ya leo. Acha kila mtu mwenye alikuwa na hitaji yake, alikuwa mgonjwa, Baba upate kumponesha. Tunaamini kwamba Baba utaendelea kuwa pamoja nasi mwanzo wa pili mpaka mwisho, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Jina la Mungu wetu lipewe sifa sana milele na milele. Tunakaribishana sisi wote ndani ya jina la Yesu Kristo. Na wageni wetu tunasema Mungu awabariki kwa kufika siku ya leo kuja kusikiliza maneno yake. Basi tutasimama mara moja kwa kusimama na kitabu chetu cha Mezali. Ni Mezali sura 3, pale tu kwenye watu wanazoea kusoma. Mstari wa kwanza tutashuka ndani ya jina la Yesu Kristo. Inasema hivi: mwana wangu, usisahau sheria yangu, lakini moyo wako ushike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na salama. Tatu nasema hivi: rehema na kweli zisikuache, uzifunge shingoni mwako, uziandike juu ya ubao wa moyo wako, hivi utapata ukubali na ufahamu mzuri kwa macho ya Mungu na ya mtu. Tano nasema hivi: tumainia Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee ufahamu wako mwenyewe. Katika njia zako zote umkiri yeye ataongoza mapito yako. 7 inasema hivi: usiwe mwenye hekima kwa macho yako mwenyewe, ogopa Bwana na uache uovu. 8 itakuwa afya kwa mwili wako na mafuta kwa mifupa yako. 9 heshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko za mazidio yako yote, hivi ghala zako zitajazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika vinyo mpya. Amen. Jina la Mungu wetu lipewe sifa sana milele na milele. Ndio tukwambia, nasema cha kufanya sio tu watoto yake, tuheshimie tu sheria yake. Na sheria yake haiko kusema sema, sheria yake haiko kupita, ni kusikia neno lake na kulitendesha. Na Mungu awabariki sana. Tutaikala na numero sasa nyimbo zetu za wokovu, na tuko na tafakari maisha yetu kwenye tena tupungukiwa. Mungu yeye sababu ni wa neema na rehema ataendelea kutusamehe. Rafiki chakaza
Basi tunakaribishana wote ndani ya jina la Yesu Kristo, na Mungu atubariki sana. Tutatoka hapa na tutashiba. Tukuwa na ile furaha kabisa sisi tunatoka hapa na tumeshiba. Si chakula deja hipo. Pale deja chungu matata. Na sisi tuko tayari kwa kupokea neno ya Mungu, na Mungu atubariki sana. Kama kuna mgeni kama wadada, kama kuna mgeni atasalimia, kama hakuna mgeni basi mtumishi wa Mungu atajitetea wakati yeye atafika hapa. Tutashukuru Mungu wetu mara moja bila kuchelewa, sababu neno ndio shabaha yetu hapa. Tusikie neno ya Mungu, sababu kwanza ya kufanya ni kusikiliza maneno ya Mungu. Tutakamata nyimbo zetu za wokovu tuasa sasa. Wapiga ngoma wa dada yetu kule mtapita huko.
Tout-Puissant, tunasema asante kwa kuwa uko mwema. Umetulinda mchana mzima Seigneur, na umetuandalia tena muda mzuri kama na huu ili tukuye kukuabudu na tukuye kusikiliza neno lako. Seigneur, tunasema tena asante. Acha hii wakati yote yenye tutakuwa hapa Seigneur, presence yako ndio tudomine, parce que tutakuwa hapa bila presence yako Seigneur, tutakuwa tusa mkutano wa kawaida. Lakini wewe mwenye ulisema ndani ya kitabu ya Mathayo sura ya 18 mstari wa 12 Seigneur, ya kwamba kwenye wawili ama watatu watakusanyika mjina lako, wewe uko pale. Sisi tunaamini kiungo katikati yetu. Tena magharibi ya leo utupatie meilleure compréhension ya parole yako, utupatie vile tusape Celesta tena kuelewa nini mapenzi yako kwa ajili yetu magharibi ya leo. Seigneur, mapepo zote zinaweza tusumbua hapa za usingizi na madistraction zishindwe mjina la Bwana wetu Yesu Kristo, lakini utudomine kuanza mazabao mpaka kiti ya mwisho. Tunakomba hivi chini ya damu mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi tunasimama tukingojea neno la Mungu, mtumishi wa Mungu tukisema karibu sana. Tutapiga ngoma. Tenda makuu, tenda makuu.
Tuikale kwanza. Na wasalimu mujina ya Bwana Mwokozi Yesu Kristo. Nasema Mungu apewe sifa, mwenye ametukubalia tena tukutanane mwa hii magharibi ya leo. Ule Mungu apewe sifa. Tumefanya siku mingi depuis nitoke kunyumba, walinibebeshaka salamu, muzipokee mjina la Yesu Kristo. Kwa majina ni ndugu yenu Mumbere kutoka Nyakakomo. Mepita siku mingi, mwezi na nusu depuis nitoke kule. Wakati wananiita viko na nibebesha salamu, nikafika Kasindi. Tukatoka Kasindi tukakuya directement Lwemba kumukutano ya watumishi. Tukatoka Lwemba ikishaisha nikaenda Beni. Kutoka Beni tukaenda tena Nzenga. Tulitoka tena kumukutano Nzenga tunakuya pamoja na wa Alexi wa Makumo mpaka hapa Makumo. Wakati tulitoka Makumo tukapitia Lwemba kwanza. Basi njoni natoka Lwemba mimi narudia tena hapa Biakati. Kule kote kwenye tulipita walitubebesha salamu, muzipokee mjina la Yesu Kristo. Ninafurahi sana kuwaona. Wamoya haiko njo mara ya kwanza mie kuwaona. Tunaonanaka mu mikutano kule. Amina. Sawa, niko naona wadada mama, mimi nasema huyu tulikuwa naye. Ndiyo, Mungu awabariki sana. Na siku mkutano ilikuwa hapa tena nilikuwa hapa. Mie haiko mara ya kwanza kuingia huko. Mungu awabariki sana. Basi Mungu injili ilikuwa wakati yake yenye tutakusanyikaka juu tu partage maneno ya Mungu. Ile ilikuwa nakuwa kwanza ingine kazi yenye nayo ni ya lazima. Si ni vile? Mungu atusaidie sana. Na furahi kujisikia katikati ya wana na binti za Mungu. Na haiko tabia yenu kukusanyika leo, lakini mumesema tuende tukusanyike tusikilize maneno ya Mungu. Ninaamini na nyie tutasema sawa vile assemblee ya ndugu yetu mwenye kanisa ya kwanza ilianziaka munyumba ya soda. Wakasema priere mushomba za mingi Cornelio mwende muite serviteur. Mina furahiaka maneno yenye Cornelio alisema. Cornelio alisema kaseme tulituma mtu ende kuita Petro na umefika. Umefanya mzuri kufika. Lakini sie na we tuko mbele ya Mungu. Kusudi tusikie yenye Mungu alitia mukinywa yako. Amen. Amen. Ilikuwa declaration ya mzuri sana. Na tukakuwa na ile declaration, ninaamini tutakuwa na kapasite ya kujua tofautisha vya Mungu mukinywa ya mtu na vya mtu mukinywa yake. Amen. Amen. Mungu atusaidie sana. Tusimame. Tusimame na andiko yetu ya Mwanzo 17. Ni Mwanzo 17 mstari ya kwanza mpaka ya kenda. Niliona nisiwachokeshe, tunaiunganishaka na Mwanzo 13 mstari ya kwanza mpaka 3. Basi msomaji tusomee
Mwanzo sura yake ya 17 mstari yake ya kwanza mpaka ya 9. Wakati Abrahamu alipokuwa na miaka 99, Bwana akaonekana kwa Abrahamu akamwambia, mimi ni Mwenyezi Mungu, endelea mbele yangu na uwe mkamilifu. Ndio. Na nitafanya agano langu katikati yangu nawe. Ndio. Na nitakuzidisha sana. Amen. Abrahamu akaanguka kwa uso wake. Mungu akasemezana naye akisema, nami tazama, agano langu ni pamoja nawe, na utakuwa baba ya mataifa mengi. Wala jina lako halitaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litaitwa Abrahamu, kwa sababu nimekufanya kuwa baba ya mataifa mengi. Na nitakuzidisha sana, na nitafanya mataifa nawe, na nitafanya mataifa nawe, na wafalme watatoka ndani yako. Ndiyo. Na nitasimamisha agano langu katikati yangu nawe, na uzao wako nyuma yako, kwa vizazi vyao, kwa agano la milele, niwe Mungu kwako, na kwa uzao wako nyuma yako. Ndiyo. Na nitakupa wewe na uzao wako nyuma yako nchi, na kusafiri kwako nchi yote ya Kanaana, kwa urithi wa milele, nami nitakuwa Mungu wao. Ndiyo. Mungu akamwambia Abrahamu, nawe utachunga agano langu, wewe na uzao wako nyuma yako, kwa vizazi vyao. Amen. Mungu Baba yetu, tumesoma hii maneno, uruhusu tena roho yako alete uzima. Tutoke hapa na tulisikia tena roho zetu ziko na bubujika. Roho Mtakatifu kamate control mwanzo mpaka mwisho, mjina la Yesu Kristo. Amen. Mungu apewe sifa. Amina. Mungu ni wa mzuri sana. Muda yote yenyewe tutakuwa pamoja, tutaongea juu ya kichwa yenyewe inasema l'alliance de grâce d'Abraham, agano ya neema ya Abrahamu. Kenyeni tabasi kama neno ya Mungu inasomeka, jiatandre kupokea baraka ya Mungu muneno ya Mungu, hapana mu matafsiri ya mtu. Amen. Senyere wetu wakati watu walikia muamini, akawaambia aseme, nye Bafarisayo benye mumekia niamini, yeye mwenye hata niamini gisi maandiko inasema. Amen. Maandiko kumbe inasema. Amina. Na ndio maana maandiko inasema mwenye alitumwa na Mungu anasema maneno ile ni Yohane 3:34. Yohane 8:47 inasema benyeni ba Mungu banasikia maneno, kuko sehemu ya bakumimbara inomba baseme maneno ya Mungu. Amina. Na nyie kule naomba musikie maneno. Mungu atusaidie sana. Tutaongea juu ya agano. Amina. Maagano ni za mingi, mese tutapita mwanzo na tuko naonesha ya neema. Amina. Ya neema yenyewe ilifanyika kwa Abrahamu. Amina. Na wakati Branham naye alikuwa anahubiri juu ya agano, naye alikuwaka mu introduction alielezaka juu ya maagano, mapatano za watu. Amina. Mungu atusaidie sana. Leo watu washaka kuwa mingi, vilishaka kuwa burebure, lakini zamani walikuwaka nafanya mapatano. Bien-aime anapata term. Wanaita huku wanaita musakano. Kuko fasi nyingine wanasema musakano, manake kuchanjana.
Amina. Sunona baleo bamingi hababiyue. Na wengine wanasema kihango. Si vile? Kihango. Manake huyu na huyu munataka patana. Terme zote ziko bie. Amina. Kihango na musakano vyote viko bie. Amina. Jo andiko inasema watu wawili hawezi tembea pamoja kama hawafanye nini? Si Mungu nyumba, mwanaume na mwanamke si wananjaka patana. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Niko natoka mbele ya pointe. Mungu atusaidie sana. Watu banatembeaka pamoja na balisha patana. Na mwanadamu, Mungu wakati alitafuta tembea na mwanadamu, naye alifanyaka, akafanya naye chihango. Naye akafanya Musa akano. Amen. Mungu atusaidie sana. Na Mungu hakuachaka ile tabia, ndio vile tu aliendaka. Juu watu wawili hawezi enda pamoja kama wafanye nini? Sasa nabii anena mbali anasema wanadamu hapo ni wabaya. Wakati Mungu alikuwa anafanya agano na mwanadamu, mwanadamu ndio alikuwa kanavunja agano. Mwanaume anaweza sema, mie kama nimekuchagua umekuwa mke wangu, sitaachanaka na wewe mpaka mwisho. Kesho yake unaruka mazimu, kisha kwa mwenda wazimu anasema we mutoshe huyu mwanamke pembeni yangu. Vile vilikuwaka kule kwetu. Wenyewe walifanya agano. Dada akegonjwa. Basi wakamtumika hako, wakampeleka kudawa. Wakati dada aliponaka, Bwana akamwambia we mama, siku ingine ukiongezaka ruka mazimu, sitakuhurumia. Afanye nini? Ni mwili. Siku ingine dada yetu tena akegonjwa, basi wakaachana na mpaka leo. Ule ndio mwanadamu. Mwanadamu mkapatana naye kia point d'interrogation. Amen. Mungu yeye kama alifanya mapatano na wewe, haleluya, atakesha kukenyani semaka. Utakuwa unataka enda huko anakurudisha. Wewe tulipatana kadi. Wewe tulishapatana, usiende kule, rudia huku. Amina. Mungu wetu atusaidie sana. Kisha tukamate andiko, rudia, soma sasa, soma 17. Twende. Wakati Abrahamu alipokuwa na miaka 99 Bwana akaonekana kwa Abrahamu akamwambia. Bana anja detaye na aji ya mwenye Mungu anatafuta patana naye. Amina. Ndio maana muhistoria ya mwanadamu muko napitika historia ya wokovu. Amina. Si wanasema l'histoire c'est l'étude du passé de l'homme. Historia ni kujifunza maisha ya mtu yenye ilishapita. Amina. Sasa na Mungu naye iko nafanya historia na mwanadamu. Wanaanza detaye muda yenye wanakutana naye. Na wewe unajua muda yenye mlikutana naye. Amina. Mwimbaji akasema ikawa siku kubwa kwangu, siku yenye aliniokoa. Ile siku hawezi sahau. Kama ni kweli wokovu ulipata, hawezi sahau. Wakati Abrahamu alipokuwa na miaka 99, nona neva, Bwana akaonekana kwa Abrahamu akamwambia, mimi ni Mwenyezi Mungu. Endelea mbele yangu na uwe mkamilifu. Amina. Mie niko Mungu mweza yote. Kisha wewe Abrahamu, endelea tu mbele yangu. Amen. Na ukuwe mkamilifu. Mungu anapenda kama anatafuta tembea na wewe ukuwe mkamilifu. Hapa Mungu iko naongea na Abrahamu, alikuwa alishakamuita. Si ni vile? Mwanzo 12 alikuwa alishamuita, anamutosha mjamaa yake. Amen. Anamutosha mnyumba ya baba yake,
anamtosha muinji yake. Amen. Sina wewe Mungu alishaka kuita. Si wengine walikuwa mumalisomo na risomo, na wengine walikuwa mumajama na wanategemea majama. Wengine walikuwa na mimi niko Kongole kabisa. Amina. Mungu alishatutosha quelque part na ametufikisha quelque part. Amen. Kama Mungu anataka tembea na mtu anataka mutosha. Paske kule kumeza kuwa yenye amutu litaacha mnashindwa kutembea pamoja. Amen. Mungu atusaidie sana. Tuone. Na nitafanya agano langu katikati yangu nawe. Agano kwanza ni ya nani? Kumbe Mungu nasikia. Agano ni ya Mungu. Ndio mwenyewe anataka ifanya na mtu. Amina. Amina. Mungu akusaidie na mimi anisaidie. Amina. Na mie kama nilitembelea humu, na mie tangia leo nikuwe na mapatano yangu na Mungu. Nikuwe na musakano. Amina. Musakano inaletaka nao kwa terme fulani paske Mungu kusakana. Kama kuna kwa kusakana maana yake taleta damu. Amen. Sini amina. Watatea zamani walikuwa na sakana. Unasema tunataka faa urafiki na wewe. Amina. Utakuwa ndugu yangu na mimi nakuwa ndugu yako. Amen. Ndio maana unasikia kama ndugu wa damu. Juu ndugu ni ndugu wa damu. Kumbe na urafiki nao walikuwa kanachanjana kukue damu. Mwingine banachinja mbuzi. Sile ni damu kwanza. Mwingine banachanjana damu, mwingine anainyonya. Na mwingine anainyonya. Kisha wanasema vrema nikakukoseaka nikufe ile siku. Agano ni kitu kia nguvu. Kuna kwaka kiapo. Amina. Kualiasa kuna kwaka yenyewe nika serma. Mwingine anasema na mwingine anasema. Na walikuwa Branham anaenda mbali anasema walikuwa naandika na karatasi. Ile maneno yenyewe iko nasema wanaiandika kwa karatasi. Kisha kale karatasi wanakabasula mara pili. Huyu anabeba kipande na huyu anabeba kipande. Kiwango yenyewe hauwezi weza kuvisoma kama haukumakutanisha wote wawili. Très profond. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Mwingine anakuwa anasoma mwenzangu angekuwa hapa kama tena mimi naendelesha hapa. Haleluya. Donge mkila wakati unakuwa nakuwa bezea mwenzako mwenyewe mlifanya naye agano. Hii ni agano ya Mungu na mtu. Mungu ndio mwenye kuangaje. Kazi yangu na kazi yako ni kuitika amina. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Endelea. Na nitafanya agano langu katikati yangu nawe. Na nitafanya agano yangu katikati yangu nawe. Na nitakuzidisha sana. Abrahamu na hana mtoto. Amina. Hatutaenda mbali. Abrahamu alikuwa pasha hana mtoto, yuko na bibi na hana watoto. Kisha wanaanza muambia maneno ya mzuri. Yule niko Mungu Mwenyezi. Amina. Wenye mwanadamu na mwenzake wakipatana haizi kumwambia. Amina. Abrahamu kaendelea tu mbele yangu. Mie niko mwenza vyote. Amina. Kisha wewe Abrahamu uko mumoya me ndakuzidisha. Amen. Ndakuzidisha sana. Abrahamu angelisikia anasema vitawezekana. Mbona nilishakazeheka? Amina. Ndio maana imani ni kuwa na hakika ya maneno, kusadiki sana. Amina. Ndio maana Abrahamu wanamuita baba wa nini? Mungu awabariki sana. Abrahamu tusome
Abrahamu akaanguka kwa uso wake. Abrahamu akaanguka kwa uso wake. Amina. Ile kuanguka ya Abrahamu ilikuwa alama ya unyenyekevu. Mbe wengine walishaka kuwa kwa maalama kwa mambumo, alama ya kuanguka na unampatia neno na ikataa. Abrahamu hakuwa vile. Amina. Mungu atusaidie sana. Abrahamu akaanguka kwa uso wake. Mungu akasemezana naye akisema, nani? Tazama, agano langu ni pamoja nawe, na utakuwa baba ya mataifa mengi. Agano, Mungu iko nakazanisha, anasema agano langu haiko ya mtu. Mwanadamu atahusishwa kwayo, mena anayua mwenye nayo. Amina. Sasa hii agano hayo haiko ya watu wawili weliko sawasawa, ni ya wawili wenye mmoja iko yule ya mwingine. Ndio maana anaita agano yake. Amen. Wakati yenye hii agano Abrahamu kwa kuelewa kwangu, Abrahamu alikuwa anatirea tasio. Sini amina. Na mie na wewe, Mungu atusaidie tutirea tasio. Twende. Wala jina lako halitaitwa tena Abrahamu. Wala jina banashanje kwanza jina. Amina. Ulikuwa kabuo, hautakuwa kabuo, unakuwa tena Mkristo. Amina. Mungu atusaidie sana. Twende. Halitaitwa tena Abrahamu. Lakini jina lako litaitwa Abrahamu. Kwa sababu nimekufanya kuwa baba ya mataifa mengi. Ndio maana watu ya Mungu wanatuambia mpango ya wokovu inaanzia kwa Abrahamu. Amina. Sasa alikuwa Mungu sasa alikuwa anasema na Abrahamu, alikuwa naona plan yote ya wokovu. Na kama haujiretrouve mule uko muri yako ya kichwa kitu. Twende. Na nitakuzidisha sana. Nakuzidisha sana dete mfua ile. Nakuzidisha sana. Na nitafanya mataifa nawe. Na ndafanya mataifa nawe. Wafalme watatoka ndani yako. Mubale wafalme muko Jesus Christ. Mfalme wa wafalme. Amina. Pale ndio unasikia ndugu Frank iko nasema wakati Mungu alikuwa anasema zile mapromese alikuwa naona Jesus. Zile mapromese ziko naona Jesus. Ziko na taya Jesus. Twende. Na nitasimamisha agano langu katikati yangu nawe. Nasimamisha agano yangu katikati yangu na wewe. Na uzao wako nyuma yako. Na uzao yako nyuma yako. Kwa vizazi vyao. Vinatoka huyu vinaenda kwa huyu. Amina. Tunaona gisi naomba kuvifuata mzuri. Jo Abrahamu alizala watoto mingi. Na haiko wote ndio walikamatiwa. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Twende. Niwe Mungu kwako. Ndio maana agano ni ya mzuri sana. Agano itamfanya kuwe Mungu wa Abrahamu. Amina. Si watu walikuwa waliko wa mingi. Mema anachagua Abrahamu viko unasema naye maneno ya mzuri. Amina. Agano yenyewe nafanya ndakuwa itanifanya nikuwe Mungu kwako na uzao yako nyuma yako. Haleluya. Ingeliomba patikane mwa ile uzao ndio utajika mtoto wa Mungu, mtoto wa Abrahamu. Sini amina. Mungu atusaidie sana. Twende. Na nitakupa wewe na uzao wako nyuma yako nchi ya kusafiri kwako. Na kupatia wewe na uzao yako nyuma ya nchi yenye uko ndani mgeni. Ndio maana wakifanya referendum waulize wa Kristo ile Palestina yenyewe iko napigania ni ya wanani? Bila bongo kupitia neno la Mungu na tutasema ni ya Wayahudi. Vyake ilikuwaka na wenye nayo Mungu akapatia hayo taifa yake Israeli. Kama wanaweza panika mtu juu ya ile na unakufia neno la Mungu. Juu na Isa watu biko na uwana.
Unajua neno ya Mungu wakati inatoka kunaingiaka uigaji. Mara shetani anaingiaka mkazi. Sasa vinafanyika vile ku Israeli ya mwili, ya kiroho ni mara ngapi? Mungu atusaidie sana. Mungu yuko na pronounce maneno mazuri, anasema ndakuwa Mungu kwako na kwa uzao yako nyuma yako. Okay, Mungu akakuwa Mungu wa mtu ni wako milele. Ni amina. Mungu atusaidie sana. Endelea. Nchi yote ya Kanaana, Nchi yote ya Kanaana kwa urithi wa milele itakuwa yao kwa urithi wa milele, nami itakuwa Mungu wao. Haleluya. Unakuwa nazaliwa mumiuno ya wapapa na ulishaka kuwa wa Mungu. Amina. Ile ndio kujulikana tangia zamani. Amen. Mungu atusaidie sana. Mungu akamwambia Abrahamu, nawe utachunga agano langu. Aha, problema ndio ile. Tutafanya nini? Utachunga. Kumbe agano inachungiwaka. Amen. Kama uko mtoto wa agano, utayua agano na utakesha kwayo. Amina. Mungu atusaidie sana. Kenye kinaacha tunafurahia agano ni juu mara mwina kole Mungu kwa mwanadamu. Amen. Waisraeli balizalana. Abo habayori ya wapi? Hinjukuwa hayori ya wapi? Me Mungu yana kesha kwa agano ya. Amina. Tukamatie Exode 2 verset 24. Exode 2 verset 24. Mungu akasikia kuugua kwao. Waisraeli walishatoka ku Abraham kunenda Isaka, kunatoka Isaka kunenda Yakobo. Amina. Yakobo anazala watoto 12 wanaume, ndio wanaanza kwa makabila 12 ya Israeli. Wanaenda utumwa, biko kule muutumwa habayori ya wapi? Baba tu wanabambia kaseme muko tate yetu alikuwa iko na Mungu. Tate yetu alikuwa na Mungu, wewe alikutana naka na Mungu. Amina. Wanakuwa natembea mu Misri, wanakuwa nasema si hatuko ba huko. Si tuko ba Kanaana. Na kule tate yetu Abraham iko na Mungu, ule Mungu ni Mungu wa baba yetu. Bangelikuwa nasema vile mbele ya Misri hakitaeleweka. Amina. Mungu atusaidie sana. Bana batia muutumwa. Anaenda muutumwa, mena ni mtoto wa Mungu. Unaweza teseka na huko wanani? Mungu ni wa mzuri, anakumbukaka mapatano yake. Amina. Anakuja kusaidia. Soma. Mungu akasikia kuugua kwao. Waisraeli na wiko mautumwa. Amina. Mungu anasikia kuugua yao. Mungu akakumbuka agano lake na Abrahamu na Isaka na Yakobo. Amina. Na walishakapita. Na Mungu akakumbuka. Anasema hii kizazi kiangu kia agano niliambiaka Abrahamu wataendaka utumwa na mie Mungu ndabatoshaka. Wakati inafika. Watoto wa Mungu watahangaike mubiakato wakati yao iko. Sasa mimi nawaonya, kama wanataka kuja hapa, Mungu anawaleta hapa, usikuwe kikwazo. Usikuwe kikwazo kukazi ya Mungu mwingine. Sino utakuwa umekuwa wa Misri mbele ya peple ya Israeli. Watu wiko huku, wiko mukanyanga sai, wiko mumarusalati, mena ni watoto ya nani? Rudia mwile verse. Mungu akasikia kuugua kwao. Amina. Wanakuwa kule nafsi na iko nasema huku haiko kwetu. Vrema shetani natutesea huku. Senyere, siku gani? Siku gani utakuweka nisaidia senyere? Iko mwaile kilio, anasema Mungu akasikia. Senye Mungu anasikia, anakuoblige na wewe usikie.
Kama Mungu amesikia kilio cha mtu, anakuwa musove. Ujikaze, usikuwe kikwazo. Ndio maana wanasema ole kwake atakuwa kuwa kikwazo ya wale mmoja wa wale wadogo. Watoto ya Mungu, tuache nafasi. Kama Mungu ameruhusu wewe utangulie, chunga sana. Wengine bangali nyuma. Amina. Kenye kinacha Jezi hakuye ni juu bangali nyuma. Nimesikia kilio kyao. Mungu akakumbuka agano lake na Abrahamu. Mungu akakumbuka. Amina. Agano, Mungu yeye kama alipatana na mtu, yeye hasahawake. Mungu anawakumbuka tu, sio kukuwa watoto ya nani? Ya Abraham. Amina. Mungu atusaidie sana. Kuzaliwa tu mwa ile tu. Kizazi. Amina. Mungu atusaidie sana. Mungu akakumbuka agano yake yenye alifanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Akasema pana, siku za watoto wangu kuingia mateso zinafika mwisho. Inaomba nikuye niwalibere. Amen. Mungu atusaidie sana. Rukia ku Exode 4 verset 22. Ndio. Bwana anasema hivi. Israeli ni wana wangu. Unasikia? Eske hapa Waisraeli na wanajiretrouver hata? Hapana. Amina. Ndio maana Mungu atusaidie tuelewe kupatana na Mungu. Tuelewe agano na Mungu. Ni ya mzuri sana. Waisraeli hawayafanya hata kitu. Mungu anatuma profeti anasema uende ambia Waisraeli hivi. Uende ambia na Farao hivi. Amina. Kwenye tulianza soma kunaonesha gisi Mungu akasikia kuugua ya watoto ya Mungu. Amina. Akakumbuka agano yenye alifanyaka na matate yao. Amina. Kisha hapa Mungu anatuma profeti aende ambia Farao. Musikie gisi wanaambia Farao. Israeli ni wana wangu, mzaliwa wangu wa kwanza. Amen. Mungu atusaidie sana. Na nimekuambia, Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza. Si mtoto wa kwanza anapendewaka. Amina. Mtoto wa kwanza tukaenda mu maandiko, maana yake muriti. Muriti yeye anapokeaka double portion. Amina. Mungu aliambiaka Israeli, senye mtakuwa na gabula uriti, mtoto wa kwanza atakuwa anapokea double portion. Kama wiko witi, mnafanya pare nef. Amina. Senye mtanyangula, yeye mnamupa deni. Kama kuko doyer de la famille, inaomba akagabula ndio vile anagabulaka. Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza, ni mwana wangu mzaliwa wa kwanza. Twende. Na nimekuambia acha wana wangu. ile ni parole ndio naambia Farao. Amina. Nimekuambia Farao, ile Musa atabeba parole na inatoka mkinywa ya Mungu. Amina. Musa atafika mbele ya Farao, anasema ainsi dit le Seigneur, Israeli ni mzaliwa wa kwanza wa Seigneur, umwache. Haleluya. Watu wiko huku mumikono ya Farao. Amina. To utawaonaka wanakuya. Kama Mungu anaweza kukutumikisha, kama Mungu anaweza tumikisha mwingine, haijalishi ni njia gani, tunaamini la Mungu wiko huku. Hii milango kama tuko naifungula hapa, mwache kukuwa narudisha watu. Wewe ulitangulia unakuwa kikwazo kumwenyea ngali nyuma.
Mungu atusaidie sana. Twende. Acha mwana wangu kwenda anitumikie. Amina. Mungu anawatosha kule, wakuye wamfanyie nini? Wakuye wamfanyie nini? Amen. Na kuikala pale mkiti huko natumikia nani? Amina. Acha mwana wangu aende anitumikie. Twende. Nawe umekataa kumwacha kwenda. Na wewe Farao umekataa kumwacha aende. Tazama, angalia, nitaua mwana wako, mzaliwa wako wa kwanza. Bien aimé. Juu ya mtoto moya wa Mungu. Dega inazifanyika mwa hii biaka. Tukasema vile wanaweza sema tuko balozi. Mungu atusaidie sana. Kama hutaki kuacha mtoto yangu, na wenda uwa watoto yako. Amina. Jubi akato na yuko na watoto yake. Mungu atusaidie sana. Mungu wakati anashimama mapatano, yeye ni wa mzuri sana. Amen. Tuende kamata Mwanzo pale Kutoka 6 chapitre 6. Verset 1. Bwana akamwambia Musa. Makamata verset 4. Tuende mbio. Na nimesikia nimesimamisha agano langu pamoja nao. Amina. Kuwapa nchi ya Kanaani. Amina. Si tuko natembea kwanza na terme agano. Mungu iko nakazanisha neno agano. Nimesimamisha agano yangu. Twende. Kuwapa nchi ya Kanaani. Ile si ni Israeli. Ile ni Israeli ya mwili. Amina. Twende. Pale kwenye walisafiri. Na tena nimesikia kukua. Tena nimesikia mateso ya watoto ya Israeli. Hao Misri wanawatumikisha kwa utumwa. Wenyewe wa Misri wanawatumikisha kwa utumwa. Na nimekumbuka agano langu. Nimekumbuka. Amina. Nimekumbuka. Mwanadamu alisahau, na Mungu anafanya nini? Mungu amekumbuka. Amina. Venye Mungu alikusudiaka tangia zamani, viko na garagara huku, Mungu anakumbuka. Ndio. Mungu anakumbuka. Mungu atusaidie sana. Agano ni ya nani? Mungu anaifanya na Abrahamu na uzao yake. Tusisahau kile kitu. Amina. Twende. Kwa hivi ambia wana wa Israeli, mimi ni Bwana, na nitawatoa ninyi ndio toka chini ya mizigo. Wanaambia predication inaenda ambia Farao, predication inaenda ambia na Ibilisi. Amina. Mimi ni Mungu wao, nimeratosha Misri. Amina. Mungu alitutosha mbali. Wengine walikufaka, wewe ukabakia. Sini amina. Wengine hawalione, wanakuonana kama unakuja hapa mkali nyumba. Amina. Twende. Toka chini ya mizigo ya Wamisri. Nimebatosha toka chini ya mizigo ya Wamisri. Na nitawaondosha ninyi katika utumwa wao. Donc Mungu iko naongea na mwenye ameita mazoezi yenye iko namupitisha ndani. Amen. Wewe ndio unajua kenye ulikuwaka na kenye uko leo. Mbele ya neno ya Mungu unaweza sema na mie leo Mungu angelinitia pale na mie angelisema sawa vile anasema na hapo. Amen. Mungu alitutosha mbali. Kama wewe huko tu gisi ulikuwaka na wengine, Mungu alitutosha mbali. Na iko na ya kusema. Ndio maana anasema Mrome 4 anasema kama Ibrahimu alihesabiwa haki, iko na neno ya kujisifu mbele ya watu, hapana mbele ya Mungu. Mie nilikuwa si haribikaka, mie nilikuwa si kuwaka hivi na hivi. Uko na vya kujisifu, mimi hapana mbele ya Mungu. Baka kukontrole Mungu, yeye anajua venye unafaa.
Twende. Na nitawakomboa ninyi na mkono ulionyoshwa. Na wakomboa ninyi na mkono ulionyoshwa. Na kwa nguvu zilizokubwa. Amina. Mungu nami nitawatoa ninyi kwangu kuwa watu wangu. Na nitakuwa Mungu kwenu. Neno ya mzuri sana. Ndawatosha Mumisri, mimi nawaleta kwangu, mutakuwa watu yangu. Amina. Unakuwa natembea na uko nasema mie niko wa Mungu. Amina. Mie niko wa Mungu. Mungu alishakapatana na mie. Mungu alishakafanya na mie musakano. Niko wake naye ni wangu. Senye babiakato wanatembea sawa babiakato, mie sitafanana na babiakato. Amina. Mungu atusaidie. Twende. Na mtajua kama mimi ni Bwana Mungu wenu, ambaye anawatoa ninyi kutoka chini ya mizigo ya Wamisri. Mie mtajua jinsi mie ndio Mungu wenu mwenyewe anawatosha chini ya mizigo ya Wamisri. Tawaleta ninyi kwa nchi. Ulikuwaka kamulewa, ulikuwaka mbalaka ya mubiakato. Kameme, sa Mungu anakuita na kubadilisha, utajua. Kameme, utajua. Na ile haiko tena mpaka watu wakuambie. Na wapredikatere liko limite. Wanasemaka wanapita, me predikasyon ya mingi iko muweye na Mungu. Amina. Mungu atusaidie sana. Twende. Nami nitawaleta ninyi kwa nchi niliyonyanyua mkono wangu juu yake. Ndawaleta muinji yenye mimi nilinyanyua mkono juu yake. Kuwapa Abrahamu na Isaka na Yakobo. Na nitawapa ninyi iwe urithi wenu. Ndiyo. Mimi Bwana. Amina. Baisraeli wakati walikuwa nasikili predikasyon wanasema eske c'est normal vyenye batatetu walikuwa natuambia sema Mungu ni wetu, Mungu wa baba zetu alisemaka atakuwaka na Mungu wa Abrahamu na uzao ya. Kumbe ni vya kweli. Amen. Mungu atusaidie sana. Kamata chapitre 19 pale pale kwa Exode. Verset 4. Anja ku 1. Kwa mwezi wa tatu nyuma ya kutoka kwa wana wa Israeli katika nchi ya Misri, siku yenyewe wakafika kwa jangwa la Sinai. Ndiyo. Na wakati walipoondoka kwa Refidimu na kufika kwa jangwa la Sinai, ndiyo, wakapiga kambi jangwani. Ndiyo. Israeli wakapiga kambi mbele ya mlima. Ndiyo. Musa akapanda kwa Mungu. Bwana akamwita toka mlima akisema, ndiyo, utasema hivi na nyumba ya Yakobo. Utasema hivi na nyumba ya Yakobo. Na kuambia wana wa Israeli. Amen. Mwenye alitumwa na Mungu anasema maneno. Amina. Twende. Mmeona ambavyo nilifanyia Wamisri na namna nilivyowabeba ninyi juu ya mabawa. Mungu anatembeaka na mtu musafari na iko na kuonesha kwenye amekutosha. Amina. Mumeona jinsi chenye nimebatembea, mimi napiga wengine, nye mimi na favorize. Amina. Sasa mimi nakumbukaka wenyewe tuliko malaka nao wapatele washakufa. Mie hii andiko inakuwa hai kumi. Amina. Ukwenda hesabia hata na mweni petetre wa kukufata alikufaka. Na wewe Mungu akaruhusu komale, kumbe na nakuwekea na mpango ya wokovu. Amen. Mungu atusaidie sana. Mimi napendaka Mungu sana vrema. Mungu akakupenda, hakuna mwenye anaweza katala. Twende.
na kuwabeba na kuwaleta ninyi kwangu. Kwa hivi basi, kama kweli mtasikia sauti yangu na kufunga agano langu, alafu mtakuwa mali yangu mwenyewe kuliko mataifa yote. Kuna kwenye mimi na nanyi, wakati wote mtachunga sheria yangu na kuheshimia agano yangu, mtakuwa mali. Amina. Kule kusisi wanasema mtakuwa watu wangu. Hapa wanasema mtakuwa mali ya mtu, sienzi anaitunza. Amina. Ikikuwa na problema, ni problema ya patro. Amina. Kama ni vya mubaya, ni vya patro. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Mtakuwa mali yangu, mwenyewe kuliko mataifa yote. Amina. Kunakuwa na Bakongole, kunakuwa na Baugande. Amina. Me Israeli na ni watu ya Mungu. Amina. Mungu atusaidie sana. Na mie nikuwe mwa ile ukoo. Twende. Maana dunia nzima ni yangu. Maana dunia nzima ni yangu. Na mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Amina. Ufalme wa makuhani. Kuhani ni mtu mwenye anaweza fanya intercession. Ulikuwa mbali na Mungu, anakukaribisha na sini. Amina. Ni kusema kama Mungu ametuita tuko makuhani mwaidi akato. Amina. Wenye biko mbali na Mungu, ukashinda naye kule mkazi, utamwambia ewa ni Mungu iko huko. Sini. Amina. Si kuhani ni mwenye anafanya upatanisho. Ndio maana mko naleta bageni, tukakuwa najikulia neno sie peke, bali tufanya tukue makuhani. Amina. Unapasha jikaza kukale kabaraka kenye Mungu anakupatia. Unakuwa napatia jirani na huko namwambia useme, lakini siku moja utaenda kukisomo. Kwa msana Mungu analeta hapa ministeri. Amina. Mutakuwa kwangu ufalme ya makuhani. Twende. Haya ni maneno ambayo utawaambia wana wa Israeli. Ndio. Twende. Musa akakuja, akaita wazee wa watu, akaeleza mbele yao maneno haya yote ambayo Bwana alimwagiza. Ndio. Mbele ba preshe assemblée bananja preshe baasie. Twende. Watu wote wakajibu pamoja wakasema, yote Bwana aliyosema afanya. Mwenye naitika amina. Mungu amujilie. Amina. Bana sikia predication. Amina. Ni neno ya Seigneur malgré na kuya mkinywa ya mhubiri, banaelewa hii ni neno ya Seigneur. Banaitika kwa hiyo amina. Amina. Mungu atusaidie sana. Hili vyote vyenye Mungu alisema mkinywa yako Musa tutavifanya. Si ndio mapatano ile. Amina. Mwingine anasemaka na mwingine anasema. Vile vyote vyenye Mungu umesema tutavifanya. Ndio maana nilisema kwa mwanzo, nilisema mtumishi mtoto wa Mungu wa mzuri anayoka tofautisha neno ya Mungu mkinywa ya mhubiri. Amina. Kwa wakati mhubiri anaweza leta hapa vyake unasema vile ni vyake. Amina. Juu tuko sase tukupokea parole de Dieu. Mungu atusaidie sana. Sasa kwa Abraham kulitoka vitu vya lazima sana. Si akula sana. Kwa Abraham kulitoka vitu vya lazima sana. Amina. Abraham Mungu alimchagua ndugu Frank anasema pa hivi mu lettre circulaire Décembre 2008. Anasema dans cet exposé maongezi dans cet exposé je voudrais mettre l'accent sur le fait que l'église de Jésus-Christ
est actuellement appelé à sortir de toutes les nations. Imeitwa kutoka katika mataifa yote. Ninataka tia nukta kujambo ya kuonesha kwamba kanisa ya Yesu Kristo kwa hii wakati actuellement est actuellement appelé à sortir de toutes les nations. Imeitwa kwa hii wakati kutoka katika mataifa yote. Kisha nasema hivi, l'introduction dans le plan du salut. Kuingizwa ndani ya mpango ya ukombozi. Kuingia ndani ya mpango ya wokovu. Amina. L'introduction dans le plan du salut. Kuingia katika mpango ya ukombozi. Commence par Abraham. Inaanziwa kwanza kwa Abraham. Mnasikia? Kiingilio ya mpango ya wokovu kinaanza kwa Abraham. Ndio maana andiko ilituambia atakuwa baba. Amina. Mwanzo 12 wanasema atakuwa chemu ya baraka. Et il sera une source de bénédiction. Si mnaelewa source? Kanaanzaka na ni kadogo kanenda kiko na vingi. Amina. Et il sera une source de bénédiction. L'introduction dans le plan du salut commence par Abraham. Elle est fondée sur les promesses divines. Inaanzia kwa Abraham na iko fonde kuma ahadi za kiungu. Amina. Mungu atusaidie sana. Ndio maana utenda kutana viko naonyesha tu Abraham. Tukamate maandiko. Kamata Mwanzo Genèse 18 na 19. 18. Ikiwa hakika Abraham, wakati Mungu anatafuta tenda kitu anasema bwana, mbona Abraham atakuwaka vraiment special mpla yangu, siwezi fanya kitu kama simwaverti. Ikiwa hakika Abraham atakuwa taifa kubwa na hodari, kama Abraham atakuwa taifa kubwa na hodari, na mataifa yote ya dunia watakuwa ndani yake. Abraham atakuwa taifa kubwa na hodari. Ndio maana Israeli ni taifa kubwa. Inji yenye nagombanaka na inji 6 na inendi kuna zipiga. Ni Mungu ndio alisema batakuwa taifa kubwa na hodari. Mara ngapi sasa Israeli ya kiroho? Mungu atusaidie sana. Twende na mataifa. Kwa sababu nimemjua ya kama ataamuru watoto wake na nyumba yake wafunge njia ya Bwana. Wanachagua Abrahamu. Amina. Mungu anasema nimemjua. Eske mnasikia ile? Mungu anaweza kuchagua hapa mai mwingine, anakutanguliza hapa, wewe ndio ukiamini, haiko juu utaskandaliza kama wenyewe batakuyaka nyuma. Hapana, ni juu wenyewe batakuya nyuma, utawafundisha kutembea msheria za Bwana. Amen. Wewe unakuwa unatusumbua, wewe unatuweka malaleze, juu wewe ndio ulitanguliaka. Hapana. Wanatuambia Abrahamu, nimemjua. Siwezi fanya kitu bila kumjulisha, juu nimemjua. Ya kama ataamuru watoto yake na nyumba yake wachunge. Amen. Twende. Wachunge njia ya Bwana na kutenda haki na hukumu. Bwana apate kuletea Abrahamu kitu ambacho alimwambia juu yake. Wakisha wale watoto ya Abrahamu. Amina. Si Mungu alisema atakuwa Mungu wa Abrahamu na uzao wake nyuma yake. Na ndani ya Abrahamu mataifa watafanya nini? Si mataifa ni mie na wewe. Amina. Ndani ya Abrahamu mataifa watabarikiwa. Sasa wakati Mungu iko nasema vile, ndio maana mtu wa Mungu Frank anatuambia
mpango ya ukombozi, mwanzo yake, kiingilio yake inaanzia kwa Abrahamu. Amina. Mungu atusaidie sana, kwa sababu Abrahamu nimemjua gisi atafundisha watoto yake na nyumba yake nyuma yake wachunge sheria ya Bwana. Wakisha chunga sheria ya Bwana, watoto ya Mungu, mkuchunga neno ya Mungu, muko maneno ya mingi, muko baraka za mingi. Amina. Hauwezi chunga parole ubakie masikini kimwili na kiroho. Amen. Wakisha chunga, Mungu apate kutimizia. Kiswahili kinasemaka mubaya, kinasema kile kitu. Kifaransa kinasema wakisha chunga sawa baba yao Abrahamu, Mungu anatimiza promesa yenye alisemaka kwa Abrahamu. Amina. Kwa Abrahamu alisema vya mingi. Sasa tunaenda Mwanzo pale mbele 22. Mungu anaambia Abrahamu, ndakuwa Mungu kwako na kwa uzao yako nyuma yako na ndani yako mataifa. Haleluya. Na ndani yako mataifa 22:18. Na ule Mwanzo 22:18. Na kwa uzao wako mataifa yote ya dunia wanabarikiwa. Kwa sababu juu ya nini watabarikiwa? Kwa sababu umeigiza huko. Haleluya. Tutabarikiwa juu tuko watoto ya Abrahamu, na Abrahamu baba yetu alitangulia kutii, na sasa tunatembea mutiifu ya baba yetu. Amina. Ile promese itatufikia. Eske ni amina? Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Tukamatie Galate 3. Galate 3:6. Ndio. Galate 3. Kama vile Abrahamu alivyoamini Mungu, akahesabiwa haki. Amina. Sawa vile Abrahamu aliamini Mungu, akahesabiwa haki. Tuweni basi. Amina. Si mimi na wewe ndio nasema kule modele ni nani? Abrahamu. Amina. Na wewe ndio na kwa pressure ni mimi na wewe. Sawa vile Abrahamu aliamini Mungu, akahesabiwa haki. Jueni. Amina. Wale walio wa imani, hawa ni watoto wa Abrahamu. Mungu atubariki. Twende. Na ndivyo nikiona tangu zamani. Ndio haki. Nilihubiri Abrahamu habari njema mbele kwa wote mataifa yote watabarikiwa. Amen. Basi na yeye ni wa imani watabarikiwa pamoja na Abrahamu kwenye imani. Amen. Mungu atusaidie sana. Wenye ni wa imani watabarikiwa pamoja na Abrahamu mwenye imani. Amina. Mungu atusaidie sana. Imani muneno, hapana imani mumadiskuru. Amen. Mungu atusaidie sana. Kamata pale kugalata. Kamata verset 13. Kristo alitukomboa kwa laana ya Torati. Akiwa alifanywa laana kwa ajili. Amina. Kama ilivyoandikwa. Ndio. Ili baraka ya Abrahamu ifikie mataifa kwa imani. Kristo tupate kupokea ahadi ya Roho wa imani. Yesu alimaliza kazi pale Kalvari. Yeye mwenyewe hakukuwa laana, akakuwa laana juu yako na yangu. Kisha banatuambia juu ilikuwa ilishakasemeka analaaniwa mwenyewe ametundikiwa kumuti. Tulikuwa walaaniwa, aliendaka kumsalaba juu ya laana zako na zangu. Amina.
mie mulaaniwa nikuwe mubarikiwa ndani yake. Amina. Kuzile baraka za Abrahamu ndio zikufikie na mie zinifikie. Verset 26. Maana ninyi wote ni wana wa Mungu kwa imani katika Yesu Kristo. Amene. Mwenye iko nasikia naitika amina kuneno la Mungu, Mungu amubariki. Amina. Biblia inatuita sio roho. Sasa mie njoo nikwambie wewe hauko hayo. Si neno ya Mungu natupatia matumaini. Amina. Neno ya Mungu haikake tudekuraje. Maana ninyi wote ni wana wa Mungu kwa imani. Maana ninyi wote ni wana wa Mungu kwa imani katika Yesu Kristo. Ukisha amini Yesu Kristo, amina, uko mtoto wa Mungu. Twende. Maana ninyi wote mliobatizwa na kuingizwa katika Kristo. Amina. Maana ninyi wote mliobatizwa na kuingizwa katika Kristo. Ile ni baptême du Saint-Esprit. Amina. Parce que baptême du Saint-Esprit ndio yenyewe ingiza watu mu Jésus. Amina. Kubatizwa ya mai inakuingiza mwa hiki kikundi ketu cha biakati. Ukegonjwa tunaenda kuona. Na ubatizo wa Roho Mtakatifu inaingiza watu mu mwili wa Kristo. Maana ninyi wote mliobatizwa na kuingizwa katika Kristo, unatoka mule hauko munande tena. Unatoka mule hauko mumbute tena. Amina. Unavala nani? Twende. Hapana Myuda. Mule amina. Hapana mtumwa wala mtu. Hapana mwanamume wala mwanamke. Maana ninyi wote ni mmoja katika Yesu Kristo. Twende. Kama ninyi ni wa Kristo. Si jina ile. Amina. Hamuko wa Yunani tena, hamuko wa Griki tena. Amina. Kama ninyi ni wa Kristo, ndio jina ile. Mtu mwenye alishavala Yesu. Amen. Na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Abrahamu kwa ahadi. Baba mfalme wa Yesu Kristo, tunasema merci kwa sababu tumekusikiliza. Kupitia mtumishi wako upewe sifa kwa sababu tumesikia neno. Umesema Baba, upatanisho ulipatana nasi kwa ajili ya kutuokoa. Ndio maana tena Mungu tunasema merci kwa sababu kupitia damu yako ulifanya upatano nasi. Utujalie neema na utuongeze tena zaidi. Baba, utukubali tena maisha yetu ipate kufanana na neno lako. Tunajikabidhi ndani ya mikono yako.
kisha